Waziri Mkuu Mwigulu Nchemba aondoka nchini ghafla alfajiri ya leo kuelekea Ufaransa, masaa machache tu baada ya Samia kughairi safari ya Ufaransa na kuelekea nchi hii. Badala yake, waziri mkuu anaondoka nchini sasa, huku jeshi la polisi sasa likitoa taarifa za kiintelijensia kwamba kuna njama ya waandamanaji kuwaua viongozi wao katika miji tofauti na kukamata silaha. Muda huo huo, Samia Suluhu ameghairi na kumtuma waziri mkuu Mwigulu Nchemba Ufaransa kumwakilisha na yeye binafsi rais kushika njia ya taifa hili lengine. Waziri mkuu Mwigulu Nchemba atakaa Ufaransa kuanzia tarehe 6 hadi 7 na Samia Suluhu atakaa nje ya nchi hadi tarehe 10 Julai kulingana na mtoa taarifa. Tarehe hizi zilizopangwa zinaonyesha wazi ya kwamba endapo viongozi hawa wawili watarudi nchini, maandamano ya tarehe 7 Julai yatakuwa yamekamilika. Lakini je, Samia Suluhu ameelekea taifa gani baada ya kughairi safari ya Ufaransa na kumtuma Mwigulu Nchemba? Na kando na njama ya kuwaua viongozi katika maandamano ya Julai tarehe 7, jeshi la polisi sasa limefichua habari zingine muhimu zaidi ambazo wewe kama Mtanzania lazima ufahamu. Lakini kabla nikujulishe taarifa hizi muhimu, nimegundua wengi wenu mnasikiliza taarifa kabla ya kulike video na kusubscribe. Hivyo basi leo, kabla tusonge mbele, nataka uhakikishe umelike video hii kisha subscribe na ubonyeze alama ya kengele. Waziri Mkuu wa Tanzania alipanda ndege kwenda Paris, Ufaransa asubuhi ya leo. Nchi aliyoiacha nyuma ina polisi wenye silaha katika kila kona kuu ya barabara, serikali ikidai waandamanaji wanapanga kuwaua viongozi katika miji yao. Daktari Mwigulu Nchemba aliondoka Tanzania Jumatatu Julai alfajiri tarehe 6 mwaka 2026 akisafiri kuelekea Paris, Ufaransa kumwakilisha Rais Samia Suluhu Hassan katika sherehe za siku ya lugha ya Kiswahili duniani zilizoandaliwa katika makao makuu ya UNESCO. Tukio hilo linaanzia Julai tarehe 4 hadi Julai tarehe 7 ambapo Mwigulu Nchemba atakaa Ufaransa tarehe 6 na 7, ikimaanisha kuwa waziri mkuu wa Tanzania atakuwa Ufaransa, siku ambayo serikali yake imetumia wiki kadhaa kuonya kuwa itakuwa siku ya vurugu na machafuko na maandamano na njama za mauaji kwa viongozi na uasi wa jinai. Kulingana na taarifa za ndani zinazoenea ni kwamba Rais Samia mwenyewe hayupo Tanzania pia. Shirikisho la sekta binafsi la Tanzania limethibitisha kwamba atafanya ziara ya kiserikali huko Belgrade, Serbia kuanzia Julai tarehe 8 hadi Julai tarehe 10. Maandalizi yake ya usafiri yanamfanya aondoke Tanzania katika siku ambayo iko karibu na Julai tarehe 7. Msimamo rasmi wa serikali ni kwamba safari zote mbili ni shughuli za kidiplomasia za kawaida za kiserikali na haihusishwi kivyovyote na maandamano kama wanavyodai wanaharakati. Hilo ni kweli kabisa. Siku ya Kiswahili duniani ya UNESCO ni tukio halali la kimataifa ambalo Tanzania imewahi kushiriki hapo awali, na ziara za kitaifa nchini Serbia ni biashara za kawaida za sera za kigeni. Lakini mtazamo wa viongozi wawili wakuu wa nchi kuwa nje ya nchi inapojiandaa kwa siku yake yenye siasa nyingi zaidi tangu Oktoba mwaka 2025 ni jambo ambalo halijasaulika. Na katika hali ya kisiasa ya sasa ya Tanzania, mwanga una uzito ambao maelezo rasmi hayawezi kufifisha kila wakati. Sasa hivi ndivyo polisi wanavyosema kwamba imepangwa hapo kesho Julai tarehe 7, siku ya Jumapili Julai tarehe 5 mwaka 2026 usiku. Msemaji wa jeshi la polisi David Misime alisimama mbele ya waandishi wa habari katika maonyesho ya biashara ya kimataifa ya Dar es Salaam na kutoa taarifa ambayo ni ya kutatanisha, ambayo ilizidi onyo lolote la serikali la hapo awali kuhusu maandamano ya Julai 7. Msemaji wa polisi alidai kwamba ufuatiliaji wa usalama ulikuwa umefichua mipango ya kuwaua viongozi wa kiserikali na maafisa wa usalama na kukamata silaha. Alidai mipango ya kuwashambulia wanachama wa vikosi vya usalama na kunyakua silaha zao. Alidai mipango ya kupora na kuharibu mali ya umma na ya kibinafsi, kuchoma shule na kutumia maandamano kama kifuniko cha vurugu na uhalifu zilizoratibiwa kote nchini tarehe 7 Julai. Alisema kuwa watu wengi aliowataja kuwa ndio wanaochochea hali hiyo mitandaoni ni Watanzania wanaoishi nje ya nchi au waliojificha wakiratibu shughuli zao kupitia TikTok Live na Instagram.
polisi hawakuweka wazi ushahidi wowote wa madai hayo. Hakuna jumbe zilizokamatwa zilizoonyeshwa, hakuna akiba ya silaha iliyofichuliwa, hakuna mtu yoyote aliyetajwa aliyeunganishwa na jaribio la mauaji ya viongozi, na wala hakuna mtu aliyeunganishwa na mashtaka ya kula njama ya kutenda mauaji au kukamata silaha. Kile ambacho Misime alitoa kilikuwa ni kauli nzito, mahususi katika kategoria zake na isiyoweza kuthibitishwa kabisa kutoka nje ya vyombo vya usalama vinavyotoa madai hayo. Wakati huo huo, mtazamaji, mabadiliko ya kimwili ya Dar es Salaam tayari yameanza kushuhudiwa na kuonekana. Polisi wa ghasia wakiwa wamebeba silaha wamesimama katika miji mikuu ya kibiashara leo kabla ya siku ya kesho. Hata hivyo, serikali tayari ilipiga marufuku mikusanyiko yote ya kisiasa wiki zilizopita na imetumia muda huo kuwaelezea waandaaji wa maandamano kama wahalifu. Na hata hivyo pia, waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi amesema hakuna mtu ataruhusiwa kutaja neno maandamano kama hana barua au kibali cha polisi. Vilevile, kinachofanya kesho kuwa tofauti na Oktoba ni muundo wa gharama wa kimataifa unaoizunguka. Serikali ilipodaiwa au kushutumiwa kukandamiza maandamano ya Oktoba mwaka uliopita, dunia ilikuwa bado ikishughulikia ukubwa wa kile kilichotokea. Hakukuwa na kura ya 81 ya bunge la EU dhidi ya mgao wa misaada ya Tanzania au kuzuiliwa kwa misaada kuingia Tanzania na bunge la Ulaya. Hakukuwa na uamuzi wa kundi kazi la Umoja wa Mataifa kuhusu kukamatwa kwa Tundu Lissu ambao tayari ulikuwa kwenye rekodi. Mambo hayo yote yapo sasa, ikimaanisha kwamba ikiwa vikosi vya usalama vya Tanzania vitajibu maandamano ya kesho kwa kutumia nguvu au jinsi walivyojibu maandamano ya Oktoba, matokeo ya kidiplomasia na kifedha hayatakuwa sawa na yale ya mara ya mwisho, na hicho ndicho ambacho wanaharakati wanakitaka. Serikali ya Samia inajua hili. Ikiwa maarifa hayo yatabadilisha kinachotokea kesho, ni kutokuwa na uhakika mkuu ambao hakuna mchambuzi anayeweza kutatua usiku wa leo. Lakini hapa, mtazamaji, kuna uhakika bila kujali kitakachotokea kesho. Tanzania inaonekana hali yake ya kisiasa sasa imeweza kupanda na kushika moto, huku sasa jeshi la polisi likijaribu kutuliza hali na kuleta amani. Waziri mkuu pia amesafiri hadi Paris, Ufaransa. Rais pia anasafiri kwenda Belgrade, Serbia, huku jeshi la polisi likiweza kusema ya kwamba kuna njama za kutenda uovu pamoja na mauaji ya viongozi. Jeshi la polisi pia limedai njama za kuweza kupokonywa silaha majeshi ya polisi. Na haya yote yanajiri wiki moja tu baada ya dereva wa John Heche kufariki katika chumba kilichofungwa huko Kigoma, na uchunguzi wake wa kifo bado haujatolewa. Hukumu ya uhaini dhidi ya mwenyekiti mkuu wa upinzani nchini pia inatarajiwa. Hata hivyo, na mahali fulani katika hayo yote, mamilioni ya Watanzania wataamua usiku wa leo kama watabaki nyumbani au kuingia barabarani siku ya kesho.